kazi nzuri ya kuiunganisha serikali na wananchi kwa maana ya kutoa taarifa sahihi ya kazi na mipango ya serikali, kutoa ufafanuzi haraka inapotokea habari za upotoshaji. Aidha, hatujafanya vizuri katika kukabiliana na mashambulizi kutoka kwa watu wasioitakia mema nchi yetu. Hivyo ninatoa wito kuwa tutumie teknolojia ya habari inayoendana na wakati na mazingira ili kuwafikishia wananchi wengi taarifa na habari sahihi na kwa wakati. Kumbukeni kwamba mwajiri wenu nyinyi ni serikali na taasisi zake. Naomba nisisitize, tuko hapa ndani, mwajiri wenu nyinyi ni serikali na taasisi zake. Kwa hiyo kumbukeni hilo. Kumbukeni hilo. Hakuna mfanyakazi wa kawaida ambaye anaweza kufanya kazi kinyume na mwajiri wake. Kwa sababu umesaini mkataba na serikali, unapaswa kuitumikia serikali na serikali iko kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Tukumbuke hilo siku zote. Pia niwakumbushe kwamba pamoja na wingi huu, lakini ni wachache sana tuliobahatika kupata kazi serikalini. Kuna watu wengi, nyinyi mnafahamu, nje ya serikali, na wengine wana qualifications, wana sifa nyingi nzuri kuliko labda za baadhi yetu hapa ambao wanatafuta kazi. Kwa kuajiriwa na serikali, chukulieni kama ni bahati. Chukulieni kama ni bahati, sio nafasi ya kuipoteza au wanasema take for granted kwamba ninayo kazi ni sawa sawa. Hapana. Ni nafasi ambayo unatakiwa kila siku ujikumbushe kwamba una bahati, umeajiriwa na serikali, umeajiriwa na wananchi wa Tanzania, unatakiwa kuwatumikia. Kwa hiyo unatakiwa ufanye kazi kwa ufanisi na uweledi wa hali ya juu. Tafadhali sana tukumbuke hilo. Kwa hiyo mnatarajiwa kuitumikia serikali kikamilifu, na mtapimwa kwa hilo. Wakati mwingine baadhi yenu mmejikita sana katika kutoa habari za viongozi wenu katika taasisi zenu badala ya kutoa habari za serikali katika sekta zenu. Nadhani sio wote, inawezekana wachache. Unakuwa kwenye taasisi, kazi yako wewe na bosi wako, kumbrandi bosi. Afadhali sasa bosi awe anafanya kazi za serikali, anafanya kazi za kuibrandi serikali. Inawezekana kuna cases chache unakuta labda watu wamejisahau. Kwa ni kazi ya afisa habari wa serikali kuhakikisha kwamba serikali kwanza, viongozi ndio wanafanya kazi za serikali. Kwa hiyo pia ni washauri wa serikali, nitazungumza mbele kidogo, washauri wa viongozi wenu katika masuala ya habari na mawasiliano. Kwa hiyo usijikite kwenye kumbrand kiongozi ukasahau kwamba kiongozi anafanya kazi ya serikali. Sio wote, lakini kuna wengine ambao huwa wanajisahau. Kwa hiyo jueni kwamba mnatakiwa kufanya kazi za serikali, kutoa taarifa za serikali badala ya branding of individual leaders. Nia yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba tunamwasilishia kwake habari ambazo ni sahihi. Na hizi habari si za upande mmoja tu, wala si habari za hapa Dar es Salaam peke yake. Ni habari ambazo ninyi sasa kama wanahabari ambao mko mikoani mtaweza kutupatia na kuweza kuziwasilisha katika njia iliyo rahisi zaidi. Kwa hiyo ndio maana mimi leo nipo hapa na tukaweza kushauriana na Bakari ili tuweze kuwakaribisha mje tuweze kuwafahamisha nini tunachokitaka. Na matarajio yetu ni kwamba popote pale ambako mtakuwa mtaweza kuhakikisha kwamba mnatupatia habari sahihi, habari ambazo wananchi wa kule maeneo mlioko watakuwa wanahitaji, habari ambazo zitaweza kutupa mwanga mzuri wa kutoa sura iliyo sahihi kabisa kwetu nchini, kwa wananchi waliopo na vile vile kwa dunia kwa ujumla. Hivi sasa dunia ina mambo mengi, teknolojia imesha take over, na ninyi ni wakati wenu kwa kuhakikisha kwamba kwa kweli mnatupatia vitu vinavyoendelea katika sehemu zile
katika maeneo ambayo yana upana na maelezo ambayo yanaweza kutuhakikishia kwamba tunafanikiwa. Bila ya kufanya hivyo, tunajikuta siku zote kunakuwa na maswali mengi zaidi yanayojibiwa badala ya sisi kwenda mbele na kuweza kuwa kwamba sisi ndio hasa ambao tunatoa maelezo yaliyo sahihi. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba katika siku hizi mbili tutakapokutana hapa, ninyi na sisi tutaweza kutoa mawazo yaliyo sahihi na kufahamishana, ili hatimaye tuhakikisha kwamba tunafanikiwa katika azma kubwa kabisa ya kufahamisha umma wa Tanzania nini ambacho kinawajibika, na hasa kuisaidia serikali na hasa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuhakikisha kwamba anaweza kuwasiliana na wananchi kwa upeo ulio mzuri zaidi. Na mimi nitategemea zaidi sana kwangu. Ningependa wengi wenu tuwe tunawasiliana kila inapowezekana. Ushauri wenu ninyi ndio utaniwezesha mimi kuweza kumpatia Mheshimiwa Rais maelezo yaliyo sahihi na yale ambayo yataweza kufanikisha si sekta hii ya habari tu, bali kwa maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Leo kama maafisa habari wa serikali tunataka kuchukua hatua, kufanya yaliyo ndani ya uwezo wetu ili tuweze kusonga mbele. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao maafisa habari takriban 800 nchi nzima. Hili ni jeshi kubwa kwa upande wa mawasiliano. Hatupashi kuwa na ukame wa simulizi za manufaa, miguso na tabasamu linaloachwa kwa makundi mbalimbali katika jamii ambayo kabla yalikuwa kwenye hali mbaya katika huduma za afya, elimu, maji salama, nishati na mapambano ya umaskini. Ni ukweli usiopingika kwamba mashirika makubwa duniani yanakubaliana kwamba baada ya uviko 19 nchi yetu ni kinara cha ukuaji wa uchumi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati.